kila taasisi msingi wake ni watu, na tunafahamu kwamba afya ndio muhimili wa kila kitu. Basi nasi tukaona ni vyema kushirikiana na kituo hiki cha Kizimkazi kwa ajili ya kurejesha kidogo kwenye jamii ili kuweze kufaa watu wetu, afya zao ziweze kuimarika. Katika afya ndiko tutapata wanachama na ustawi wa jamii na jumuiya kwa ujumla wake. Kwa hivyo leo PSSF imetoa vifaa tiba vya aina mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 30. Na kama tulivyoeleza, huu ni mwanzo tu kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano na taasisi zetu na jumuiya tunakoishi. Na kama alivyoeleza DMO, bado tutaendelea kukuta maeneo mbalimbali kwa ajili ya kurejesha jamii kadri tulivyojaliwa ili mambo yetu yaweze kwenda kwa namna ya aina mbalimbali. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa taasisi za umma PSSF imetoa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 30 katika kituo cha afya cha Kizimkazi Health Center kilichopo katika kijiji cha Kizimkazi Mkunguni, wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Akikabidhi vifaa hivyo, mkuu wa wilaya Kusini Unguja Othman Ali Maulid anasema serikali zote mbili zimeamua kuimarisha vituo vya afya nchini ili kuimarisha huduma zaidi zinazotolewa kwa wananchi na kuhakikisha kuwa mwananchi anapata huduma bora za afya bila vikwazo, hasa kuzingatia umuhimu wa huduma za msingi katika maeneo ya vijijini. Akiwemo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miono yake na mtazamo wake, lakini pia na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Mapinduzi Dr. Hussein Hassan Mwinyi, kwa pamoja namna wanaposhughulikia kuona afya za wananchi zinaimarika. Ujenzi wa kituo hichi ni kigezo kimoja cha kuona kwamba viongozi wetu wanajali afya za wananchi. Na ili tuendelee, maana yake tunahitaji kuwa na watu wenye afya bora. Kituo hicho kiangalia tunasema ni kituo cha afya, lakini kwa mtazamo wake unasema kama ni hospitali ya wilaya au hospitali ya mkoa. Kwa hivyo uwepo wa kujaza vifaa vinavyohitajika ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo wenzetu mmeliona hili, na kama sema kile ambacho wanachangia wanachama wetu kule, lakini kuona kurejesha sehemu ya kipato hicho kwa wanajamii, mmefanya jambo jema na tunawapongeza sana kwa mchezo huo. Lakini pia niseme tunaimarisha vituo vyetu vya kutoa huduma hivi. Wilaya yetu hii ya Kusini tuna vituo vya afya vingi, lakini hichi ni cha mfano zaidi. Lakini tuna hospitali ya wilaya ambayo ipo Kitogani, tuna cottage pale Makunduchi, lakini pia tuna mpango sasa hivi na kazi imeshaanza kujenga hospitali ya wilaya ya mkoa eneo la Makunduchi. Haya mambo yote yanafanywa kuona kwamba tunaimarisha afya za wananchi wetu, wakazi wa wilaya hii, lakini pia nje ya wilaya hii. Sisi tuna takriban wakazi 63,156, lakini wilaya yetu hii tuna baraka ya sekta ya utalii kukua zaidi. Maana wageni wetu wanakuja hapa wanahitaji huduma za kisasa zaidi. Akizungumzia kuhusiana na ujenzi wa kituo cha afya Kizimkazi, mkuu wa wilaya anasema ujenzi wa kituo hicho cha afya ni kielelezo tosha kwa kuona viongozi wanajali afya za wananchi wao, pamoja na kuwasihi watumishi katika kituo hicho kuwa na lugha nzuri kwa wagonjwa wanaohudumia ili malengo yaliyokusudiwa yafikiwe, pamoja na kuishukuru PSSF kwa msaada wao. Kwa hivyo kuwepo kwa kituo cha afya hichi maana yake ni kielezo kwamba wilaya Kusini tunapokwenda wageni wetu walikotoka nchi mbalimbali, yani afya zao wanahakika kwamba kuna utaratibu kwa mzuri. Na leo hii mnapotoa vyombo hivi, basi inaanza kuongeza nguvu kuona kwamba hata kama kuna kasoro, kwa mfano kuna mashine ya kupimia damu, kuna hizi patient monitor na vitu vingine, inakwenda kuweka kwamba kituo chetu cha afya hichi kina huduma ambazo hata wale wageni hata kama anapata Ulaya hapa zapatikana. Kwa hivyo msaada wenu hapa au mchango wenu kwa jamii tunasema tunawaheshimu sana na tunawapongeza. Wito wangu mambo kama haya basi tuendeleze. Tuna vituo vingi tunazungumza. Na nimesema tuna sekta utalii imetamalaki huko. Miundombinu alhamdulillah mnaiona. Barabara zinajengwa vizuri. Lakini infrastructure kama hizi za kutoa huduma za afya, upande wa elimu, sasa maana yake tutavutia watu wanakuja hapa na hakika kwamba Kizimkazi wilaya Kusini ama mkoa wa Kusini ni mkoa ambao kile tunachohitaji kipo. Ile kutokea pengine kaja mtalii amepata matatizo, sijui asafirishwe wewe ende nje ya Tanzania, ende sijui nchi nyingine huko za Ulaya, mambo yote yanawezeka hapa hapa. Kwa hiyo hii ni njia moja ya kuona kwamba tunatatua changamoto za wananchi wetu, lakini pia wageni wetu wenye kutembelea katika maeneo haya. Niendelee kuwapongeza
kwa kazi hii nzuri amefanya, lakini wahudumu wetu wa afya kupitia viongozi wetu DMO na kakaangu hapa, wenzetu wasaidia vyombo hivi, maana tuvitunze, tuvitumie kwa mujibu inavyotakiwa. Ikiwa leo tumepewa vifaa hivi, ndani ya siku 2 pengine mambo ya maintenance yanakuwa tushinda, itakuwa haileti maana. Milioni 30 sio pesa ndogo. Huu ni mchango wa wananchi ambao wanachangia katika mfuko wenu. Na nyinyi mkaona katika maeneo yote haya, twende Kizimkazi, twende kwenye kituo cha afya, tupeleke vifaa hivi viwasaidie watu wetu. Niombe sana mvitumie katika hali ambayo inafaa, na pale panahitaji marekebisho, maana yake tuweze kufanya marekebisho. Kwa upande wake, meneja mkuu wa PSSSF kanda ya Zanzibar, Jafari Miraji Mgala, anasema hatua ya kuleta msaada katika kituo hicho ni kuunga mkono serikali zote mbili katika kutatua changamoto mbalimbali za afya ndani ya vituo, ambapo pia PSSSF imeona ni vyema kurejesha huduma zao kwa wananchi ili kuweka mustakabali mzima wa afya za wananchi. PSSSF ni mfuko wa hifadhi ya jamii ambayo kwa ujumla wake tunashughulika na utoaji wa huduma za hifadhi ya jamii kwa ujumla wake kwa taasisi za muungano zilizoko hapa. Lakini pia uwepo wetu hapa ni kwa ajili ya kuunga mkono serikali zetu zote mbili na maagizo ya kudumu ya serikali ya kusogeza huduma karibu kwa wanachama. Haya ni maagizo ya kudumu ya serikali kwamba kila taasisi ya namna yote ihakikishe inasogeza huduma karibu kwa wanachama, kuwasikiliza kwa utulivu na kutatua kero zao. Haya ni maagizo ya kudumu ya serikali. Kwa hivyo pia uwepo wetu ni kwa ajili ya kuitikia maagizo hayo ya serikali, lakini kuunga mkono jitihada za serikali zetu zote hizi mbili ili kuweza kuweka watu wao sawa katika hali ya utulivu na taratibu nyingine za namna hiyo. Lakini kwa hapa visiwani tuna ofisi zetu ziko 2. Ofisi yetu ya kwanza iko Unguja, maeneo ya Michezani Mall. Ofisi yetu nyingine iko Pemba. Na hivi karibuni tuna kampeni yetu maalum inayosema tunakukubali mwanachama wetu na tunamhudumia mwanachama wetu pale anapokuwa mdogo, anapojiunga na sisi, anapomaliza masomo yake na kujiunga na sisi, na kisha baada ya kujiunga na sisi tunampa huduma za hifadhi ya jamii, na pale anapofikia umri wake wa kustaafu bado tunaendelea naye mpaka tunapofikia Mwenyezi Mungu anapomuita. Bado mwanachama wetu akiwa barobaro, kwa maana mwanachama mchangiaji aliyetoka shule, kijana mdogo aliyetoka shule akaajiriwa akaanza kuchangia kwetu, tunampa huduma ya hifadhi ya jamii kwa ukamilifu pamoja na mafao yetu 7 tunayotoa, mafao ya muda mfupi na muda mrefu. Lakini hata mstaafu wetu aliyoko nyumbani ambaye anaendelea kupokea pension, bado tuna vitu mahususi kwa ajili ya wastaafu wetu. Mohamed Mtuma Mnyimbi ni daktari dhamana wa wilaya Kusini Unguja DMO, pamoja na Tamim Muhammad Saidi, daktari dhamana kituo cha afya Kizimkazi Health Center, wanasema vifaa vilivyotolewa vitasaidia kurejesha fadhila kwa wateja wanaotumia mfuko huo wa PSSSF, pamoja na kuwaomba wadau wengine kujitokeza kutoa misaada katika vituo vya afya na hospitali mbalimbali ambapo bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Tupo kwa ajili ya kukabidhiwa vifaa hivi kutoka kwa washiriki wenzetu. Hivi vifaa na washukuru sana wenzetu, kiufupi ni vifaa tunavyovihitaji na ni vifaa muhimu sana katika utoaji wetu wa huduma. Na washukuru sana viongozi wa kutushirikisha mapema sana katika manunuzi, ufuatiliaji na kutuuliza nini hasa ambacho kinahitajika. Hii imefuata huo utaratibu, na ni wasihi wadau wengine wote wanaotushiriki kwanza wafuate huu mfumo ambao wenzetu wametuonesha. Ni wajibu, sio sheria, lakini ni wajibu wa haya mashirika kurudisha kwetu, na yako mengi. Lakini kwa mara ya kwanza PSSSF wamekuja kutuonesha mfano wa namna gani haya mambo yanatekelezwa. Kwa hiyo mimi mheshimiwa, ningependa kuchukua nafasi kuwaomba na wengine wengi, changamoto bado zipo, hospitali zipo na mahitaji bado yanahitajika sana. Kwa hiyo kwanza PSSSF wasichoke, tunawakaribisha sana, na mwezi ujao mwakani kadri ambavyo wanapata nafasi, lakini na mashirika mengine nayo tunawasihi waige mfano huu wa kurudisha chochote kwa jamii kwa ajili ya manufaa ya jamii. Leo tuko hapa kwa ajili ya sherehe fupi ya makabidhiano ya vifaa ambavyo tumesaidiwa na wenzetu wa mfuko wa PSSSF. Ni kama zile kurejesha fadhila kwa wale
wanaopata huduma za mfuko au wachangiaji wa huduma, kwa sababu kila taasisi baada ya muda fulani inaangalia kidogo imepata kitu gani, inarejesha kama ni hisani kwa wale wateja wao. Leo ndio lengo letu kubwa kwa tupo. Pamoja na changamoto ndogo tulizokuwa nazo katika kituo chetu hichi, wao wenzetu walikuja wakaona kutumia nafasi hii kwa kuunga mkono zile juhudi za viongozi wetu wakuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wakaamua kuja kuongeza nguvu pale ambapo serikali imefika, na angalau kusaidia kuhakikisha kwamba huduma za afya zinawafikia wananchi wote kwa wakati na huduma ambazo ziko bora. Kama tujuavyo, lengo la serikali yetu zote mbili ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma zilizo bora. Ili huduma ziwe bora, kunahitaji kuwa na vifaa, tiba na dawa wenyewe, sio? Ili kwa kuona hilo, wenzetu hawa wa PSSF wamefika leo kwa ajili ya kuunga zile nguvu za serikali, kuhakikisha kwamba serikali pamoja na washirika wanahakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana kikamilifu na kama mwanzo ambapo ziko bora. Kwa mara nyingine tena, kwa niaba ya uongozi wa hospitali tunakaribu sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na wageni wetu ambao wamekuja kufanya utabiri, ili mkaribie sana katika kituo cha afya cha Kizimkazi Mkunguni maarufu Kizimkazi Komani. Mfuko huo wa hifadhi ya jamii PSSSF imekuwa ikitoa misaada mbalimbali kwa taasisi na jamii ili kuona kuwa wanachama wake ambao wamo kwenye jamii wanaondokana na changamoto za kiafya. PSSF leo kesho pamoja. PSSF leo kesho pamoja. Kituo cha afya Kizimkazi, huduma bora kwa wote. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment. Kutoka Kizimkazi Mkunguni, wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.